Willy Ngoma, msemaji wa kijeshi wa kundi la waasi la M23, ameuawa katika shambulio la drone lililofanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa maafisa waandamizi wa waasi, mwanadiplomasia wa kikanda na mshauri wa serikali ya Magharibi. Shambulio hilo limetokea majira saa 9 alfajiri Jumanne hii karibu na mji wa Rubaya, jimbo la North Kivu, baada ya siku kadhaa za mashambulizi ya drone katika eneo hilo. Rubaya ni kitovu muhimu cha uchimbaji wa madini ya coltan kinachochangia takriban 15% uzalishaji wa dunia na hivyo kuwa nguzo ya kifedha kwa waasi wa M23. Serikali ya Kongo hivi karibuni ilijumuisha eneo hilo katika orodha ya migodi ya kimkakati inayojadiliwa na Marekani chini ya mfumo wa ushirikiano wa madini. Ngoma alikuwa chini ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya tangu Disemba mwaka 2022 kwa nafasi yake kama msemaji wa M23. Kifo chake kinakuja wakati mapigano yakizidi karibu na Rubaya, huku mashirika ya kiraia yakiripoti makabiliano makali yaliyoanza tangu Jumapili na kusababisha mamia ya familia kuyahama makazi yao. Tukio hilo linajiri wakati juhudi za kusitisha mapigano zinazoongozwa na Qatar zikiendelea. Serikali ya Kinshasa na M23 walitia saini makubaliano Doha ya kuanzisha mfumo wa pamoja wa ufuatiliaji na uthibitishaji wa usitishaji mapigano, huku Qatar, Marekani na Umoja wa Afrika wakiwa waangalizi. Umoja wa Mataifa unasema M23 inaungwa mkono na Rwanda na kwa sasa inadhibiti maeneo makubwa ya North na South Kivu kufuatia mashambulizi ya mwaka jana yaliyowezesha waasi kuteka miji ya Goma na Bukavu. Ingawa M23 iliteka Uvira kwa muda mfupi Disemba, jeshi la Kongo lilirejesha udhibiti mwezi uliopita. Mpaka wa Kongo na Burundi katika eneo la Uvira ulifunguliwa tena Jumatatu.